Tuko karibu kushuhudia wakati muhimu katika maisha ya Esta, lakini kabla ya kufika kwenye wakati huo, sura ya 3 inatutambulisha kwa adui. Hapa katika kitabu cha Esta ni mtu mwovu anayeitwa Hamani. Aya ya 1 ina rekodi, Mfalme Ahasuero alimpa cheo mtu huyu juu ya maafisa wote waliokuwa naye, ambayo inamaanisha sasa yeye ni wa pili baada ya mfalme. Pia tunaambiwa hapa kwamba Hamani ni Agagi, yaani yeye ni mzao wa mfalme wa Waamaleki, Agagi. Waamaleki walikuwa maadui wa muda mrefu wa Israeli. Walichukia Israeli, na hii ilianza wakati ambapo mfalme Agagi aliwawa na Samueli kuhani huko nyuma katika 1 Samueli 15 kama hukumu kutoka kwa Mungu. Baada ya kifo cha mfalme Agagi, wakati wazao wake waliendelea kuenea, chuki hii kubwa dhidi ya watu wa Kiyahudi ilienea pamoja nao. Sasa una mzao wa mfalme Agagi kama waziri mkuu katika mfalme wa Wajemi. Tunaambiwa katika sura ya 2 na aya ya 21 kwamba Mordekai pia ni afisa na anakaa kwenye lango la mfalme. Inawezekana zaidi kwamba ameteuliwa na Malkia Esta. Sasa kukaa kwenye lango la mfalme haimaanishi alikuwa amekaa mwisho wa njia ya mfalme. Lango linarejelea jengo la utawala ndani ya ikulu. Na hapa katika aya ya 2 ya sura ya 3 tunaambiwa kwamba kila wakati Hamani, unajua bwana, risasi kubwa waziri mkuu, kila alipojitokeza kazini, watumishi wote wa mfalme waliokuwa kwenye lango la mfalme pale katika jengo la utawala walipiga magoti na kumheshimu Hamani. Lakini Mordekai hakupiga magoti. Kwa nini? Au aya ya 4 inaashiria kwamba inahusiana na Mordekai kuwa Myahudi. Unajua, binafsi naamini Mordekai sasa hatimaye anaamua kusimama kwa ajili ya Mungu wa Israeli. Kumbuka siri ndogo, usimwambie mtu yeyote kwamba sisi ni Waisraeli. Sasa anaanza kutenda kama mwanaume Myahudi anavyopaswa. Kupiga magoti ungekuwa sawa na ibada ya sanamu, na hataki kufanya hivyo. Sasa Hamani amejaa hasira. Hata hivyo, anajizuia. Mstari wa 6 unatuambia kwamba Hamani anaona hii kama fursa kamili ya kuangamiza Wayahudi wote katika ufalme mzima. Sasa unahitaji kuelewa kwamba chuki hii ambayo Hamani anayo kwa watu wa Kiyahudi, kutaka kuwaua wote, ni ya kina zaidi kuliko ugomvi wa zamani wa kifamilia. Chuki yake imechochewa na adui asiyeonekana wa Mungu na watu wake. Kwa kweli, katika historia yote ya binadamu, Shetani amejaribu kuangamiza taifa la agano la Mungu. Ikiwa anaweza, basi anaweza kufuta ahadi ya Mungu ya taifa la baadaye la Israeli katika ufalme wa baadaye wa Kristo duniani. Kwa hivyo, Hamani ni kama tu kibaraka mikononi mwa Shetani aliye na tamaa ya kujaribu kuangamiza agano la Mungu, watu waliochaguliwa na Mungu. Hamani si mtu wa kwanza kujaribu kuangamiza Wayahudi kwa njia yoyote, na hakika si wa mwisho. Nikuambie, chuki dhidi ya Wayahudi inarudi nyuma hadi kwenye mgogoro huu unaoendelea usioonekana kati ya mfalme wa giza na mfalme wa nuru. Aya ya 7 inatuambia kwamba Hamani alipiga kura au por, ndiyo neno, ili kuamua siku kamili ya kuwaua Wayahudi. Na siku inayochaguliwa inakuwa ni miezi 11 baadaye, kulingana na hapa kwenye aya ya 13. Sasa Hamani lazima amshawishi mfalme awe upande wake. Hivyo hapa kwenye aya ya 8 anamwelezea mfalme kuhusu watu fulani waliotawanyika miongoni mwa watu katika majimbo yote. Hawashiki sheria za mfalme, kwa hiyo si faida kwa mfalme kuwavumilia. Sasa Hamani hatoi utambulisho wa watu anaowazungumzia hapa, lakini anamshawishi mfalme kwamba wao ni tishio kwa ufalme. Hapa kwenye aya ya 9 Hamani anaendelea hata kutoa ahadi ya kuchangia talanta 10,000 za fedha kwenye hazina za mfalme. Na kimsingi hii ni kufidia gharama ya maangamizi haya ambayo kwa njia inafikia mamilioni ya dola. Katika uchumi wa leo,
Sasa bila shaka Hamani anapanga kutaifisha mali ya watu wa Kiyahudi na kisha kujilipa mwenyewe pamoja na mfalme mara nyingi zaidi. Vema, mfalme anakubaliana na njama hii mbaya. Atamruhusu Hamani kufanya chochote anachotaka kufanya au jinsi anavyopenda. Amri ya kifalme sasa inatumwa kote katika ufalme. Aya ya 13 inasema, ikiwapa maelekezo watu wa Uajemi kuangamiza Wayahudi wote, vijana na wazee, wanawake na watoto, na kupora mali zao katika siku hii iliyoteuliwa. Kwa kweli inaonekana shetani anashinda siku hiyo. Lakini kumbuka hili, hata wakati shetani anaonekana kusogeza vipande kwenye ubao wa chess wa historia ya binadamu, Mondo, Mungu anapanga yote, kila kipande hutimiza kusudi lake la kimungu. Sura ya 4 inatupa mwitikio wa watu wa Kiyahudi kwa habari hizi mbaya. Aya ya 1 inatuambia hapa, Mordekai alirarua mavazi yake na kuvaa nguo za gunia na majivu, na akalia kwa sauti kubwa na kilio chenye uchungu. Kurarua mavazi yako ilikuwa ishara ya kuwa na moyo uliovunjika. Na kote katika nchi sasa kuna kilio na kufunga miongoni mwa watu wa Kiyahudi. Sasa kumbuka, Esta amejitenga katika ikulu. Kwa kweli hajui kuhusu amri hii. Kwa hivyo Mordekai anampatia habari na kumwambia kinachoendelea. Na hapa katika aya ya 8 anamwambia aende kwa mfalme kuomba kibali chake na kumsihi kwa niaba ya watu wake. Sasa lazima nikwambie, Esta hapa hana uhakika. Yeye hayuko tayari kuruka na kutimiza amri hii. Anatuma ujumbe kwa Mordekai katika aya ya 11 kwamba, kumbuka, yeyote anayekwenda kwa mfalme bila kuitwa atauawa, isipokuwa mfalme ainue fimbo yake ambayo inaonyesha kibali chake. Kwa hivyo Esta anazungumzia ukweli kwamba ana tatizo kubwa la kisheria hapa. Hawezi tu kuingia huko, lakini pia kuna tatizo la kibinafsi. Esta anamwambia Mordekai hapa katika aya ya 11 kwamba hajaitwa kumwona mfalme kwa mwezi sasa. Unajua, inawezekana kwamba tayari anaweza kuwa amechoshwa au kutoridhika naye kwa namna fulani. Kwa hivyo kwa Esta muda wa hili hauwezi kuwa mbaya zaidi. Sawa, Mordekai anamjibu Esta na ni jibu lenye nguvu. Na katika jibu hili anampa motisha mitatu ya kutenda kwa niaba ya watu wake. Kwanza, anamwambia hapa katika aya ya 13 kwamba hawezi kuepuka katika jumba la kifalme. Kwa maneno mengine, ingawa imekuwa karibu miaka 5 sasa tangu aolewe na mfalme, bado hajui kwamba yeye ni Myahudi. Lakini ukweli utajulikana. Hawezi kuepuka amri hii. Pili, hawezi kufuta ahadi ya Mungu kwa taifa la Israeli. Mordekai anasema hapa katika aya ya 14, ikiwa utanyamaza wakati huu, faraja na ukombozi vitatokea kwa Wayahudi kutoka mahali pengine, lakini wewe na nyumba ya baba yako mtapotea. Sasa Mordekai hajakuwa hasa mfano wa uaminifu, lakini hapa anarejelea agano la Mungu, uaminifu wa Mungu kwa Israeli. Kwa hiyo anasema kimsingi kwa Esta, angalia, ikiwa hutasaidia, Mungu atasaidia, atachukua hatua kwa njia nyingine. Esta, huwezi kuepuka ikulu. Ukimya wako hautafuta ahadi ya Mungu kwa watu wake. Na hapa kuna motisha watatu Mordekai anatoa hapa katika aya ya 14, changamoto hiyo ya kawaida. Esta, nani ajuaye kama hujafika katika ufalme kwa wakati kama huu? Kwa maneno mengine, Esta, hukushinda taji hilo kwa sababu ya uzuri wako. Ulishinda kwa sababu ya mkakati wa Mungu. Alikuweka katika ikulu hiyo ili uwe wakala wake wa ukombozi. Na hii inatokea kuwa wakati wako wa kuamua, wakati wako wa kipekee maishani. Esta, huu ni wakati wako wa kusimama na kuzungumza kwa niaba ya watu wa Mungu. Fanya hivyo. Naam, nina furaha kukuambia hili linamgusa moyo wa Esta.
na kwa mara ya kwanza anakubali hitaji la kumwendea Mungu kwa msaada. Na hiyo ni kwa sababu anaita kufunga. Kufunga kwa kawaida kulifuatana na maombi. Anamwambia Mordekai hapa katika mstari wa 16, kusanya Wayahudi wote na fanyeni kufunga kwa niaba yangu. Mimi na wanawake wangu pia tutafunga kama mnavyofanya. Kisha nitakwenda kwa mfalme, ingawa ni kinyume cha sheria, na kama nitaangamia, nitaangamia. Wow, mfano gani? Changamoto gani kwetu leo? Sasa sisemi kwamba wakati wako wa kuamua utakuwa wa kusisimua sana. Pengine hautakuwa hivyo. Inaweza kuwa hatua ndogo ya utii inayokutambulisha kama mwanafunzi wa Kristo wa Kiyahudi, na hiyo ni muhimu. Wakati wa kuamua unaweza kuwa ni vitendo vidogo vya imani tunapomwamini Mungu na maisha yetu siku moja kwa wakati. Kwa hivyo, chochote ambacho ni wakati wako wa kuamua leo, chukua msimamo leo. Jitambulishe na Mwokozi wako. Jitambulishe na watu wa Mungu. Ishi kwa kuelewa kwamba wewe ni nani. Uko mahali ulipo sasa hivi kwa wakati kama huu. Sasa neema ya Bwana Kristo wa Kiyahudi na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.